Bana, leo nilipata nafasi leo ya kutazama interview ya mwanamajumui mmoja barani Afrika akizungumzia swala zima la bandari ya Dar es Salaam, lakini pia swala zima la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama nchi. Wakati pia nilipokuwa nchini Iran nilipata nafasi ya kuzungumza na profesa mmoja pia. Akaniambia kwamba Tanzania pia ana kitu kama Strait of Hormuz, ana kama mlango bahari wa Hormuz. Ni moja kati ya nchi ambayo imeshikilia uchumi wa nchi zaidi ya 6 hadi 7 kuelekea 9 barani Afrika. Kwa hiyo anasema kwamba karibia sehemu zote, nchi zote ambazo ni strategic ama potential kwa dunia ni sehemu ambazo capitalist wanakuwa na maslahi napo makubwa sana. Kivyo vyote vile lazima maslahi yao yalindwe katika eneo hilo. Nikawa nimejiuliza, ukichangana na ile interview ya yule mwanamajumui wa Afrika alizungumzia bandari ya Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Ukitazama bandari ya Dar es Salaam Port inalisha nchi takriban 6: Rwanda, Burundi, Zambia, Congo. Nchi takriban 4, 5, 6 zinalishwa na ukijumuisha pia na Uganda, zinalishwa na bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo strategically Tanzania anakuwa na nguvu SADC, kwa maana nchi za kusini mwa bara la Afrika, lakini pia East Africa Community hapa anakuwa na nguvu kubwa, na Central Africa pia anakuwa na nguvu kubwa sana kupitia bandari ya Dar es Salaam. Sasa nikaitazama hii bandari ya Dar es Salaam na nikatazama ile concept ambayo mwanamajumui alikuwa ameitoa kwamba Dar es Salaam ni potential, kwa maana ya Tanzania ni nchi very potential. Lakini Tanzania kwa kujua kwamba nchi hii ni potential ama bandari ya Dar es Salaam ni potential kwa sababu inasafirisha zaidi ya tani milioni 28 kwa mwaka za cargo, kwa maana ya mizigo. Changamoto kubwa ilikuwa ni namna gani ya kufanya kazi ndani ya bandari ya Dar es Salaam. Na ndio maana ikaletwa hii kampuni ya DP World. Hii DP World ni kampuni ambayo inasaidia zaidi, ni kampuni ya uendeshaji wa bandari nyingi duniani, inafanya kazi katika kusaidia mizigo kutoka kwa haraka, mambo kama hayo, ili kukuza kasi ya mizigo kutoka ama kukuza uchumi. Lakini unakumbuka wakati DP World inapewa nafasi ya kuendesha bandari ya Dar es Salaam, kelele zilikuwa kubwa sana kiasi ambacho ikaonekana kama bandari ya Dar es Salaam imetaifishwa. Lakini bandari ilishapoteza uwezo wa kuoperate yenyewe kama yenyewe kupitia state, kupitia nchi. Kwa hiyo waka outsource kwenda kwenye hii kampuni ya DP World ili kuongeza speed ya kufanyaje, speed ya kutoa mizigo ama kusafirisha, ili nchi iweze kufaidika. Sasa ni kama kelele ambazo zilikuwa zinakuja kubuy time na kitu kinaitwa Lobito Corridor. Sasa angalia vizuri hapa hesabu zilivyopigwa vizuri. Lobito Corridor hii ni mradi wa Marekani kwa kushirikiana na Umoja wa Ulaya. Zimewekezwa zaidi ya dola bilioni 200, kama sio euro milioni 200 basi euro bilioni 2 imetupwa hapa kwenye Lobito Corridor. Lobito Corridor hii ni nini? Ni bandari ama ni corridor ambayo inatengeneza reli, ambayo miundombinu ya reli kutokea bandari ya Lobito kuja katika nchi za Congo na Zambia, ambapo kuna kopa, shaba na madini adimu duniani, kwa maana rare earth minerals. Ambapo kumbuka Congo na Zambia bandari yao ilikuwa Dar es Salaam, ambapo ni sehemu ambapo walikuwa wao wanapitisha mizigo yao kwa kiasi kikubwa, na uchumi wa nchi hizi mbili Congo na Zambia kwa asilimia kubwa inategemea bandari ya Dar es Salaam. Sasa kuna vitu ambavyo kwa dunia wale mabepari zilienda tofauti hesabu zao. Kwa hii Lobito Corridor hii hapa, hii ndio inakuja kujibu baada ya plan A ya DP World ile kuonekana kama imefeli. Wamekuja na hii hapa Lobito Corridor. Lobito Corridor sasa hapa imemwagwa hela, ambapo itaunganisha nchi za Congo na Zambia kwenye bahari ya Atlantic, mizigo kwenda Europe, lakini pia kwenda Amerika Kaskazini. Hapa sasa kuna kitu kimoja ambacho pia tunapaswa kukielewa. Wamepiga hesabu za kawaida, propaganda zimeanza kutoka Congo mpaka kutoka Lusaka Zambia mpaka Dar es Salaam ni zaidi ya kilomita 2000. Ila kutoka Lusaka kwenda Lobito, hii hapa bandari ya Lobito hapo Angola ni kilomita 300.
hesabu hizo zinaanza kupigwa. So umeelewa vizuri? Lakini pia hapa wanazungumzia kwamba ukitazama hii migodi kama ya Kolwezi, Copperbelt pale Zambia, manake watakuwa na urahisi zaidi wa kufika Lobito Corridor kuliko kuja bandari ya Dar es Salaam. So umeelewa vizuri hapa mchakato uliokuwa unapigwa. Sasa nini ambacho kinakuja kutokea? Ni kwamba hii Lobito Corridor utakapokuja kutimia, kwa maana sasa mradi uko complete, maana yake wanaitoa Kongo, wanaitoa Zambia kwenye bandari ya Dar es Salaam strategically, ambapo walikuwa kwenye export zao tutakuwa tunapata short kutokea baada ya hii project yao kukamilika. So unaelewa vizuri? Na ukitazama pia vizuri kabisa ni kwamba Dar es Salaam kama nchi, kwa Tanzania kama nchi, tulitambulisha kitu kinachoitwa PID, Port Infrastructure Development, ambapo kwa kila mzigo ambao utakuwa unaingia, ule ushuru itasaidia katika kuboresha miundombinu yetu ya bandari. Sasa serikali ya Tanzania kama umchoro iliushtukia, na namna pekee ya kuushtukia umchoro kusaidia kukimizana Lobito Corridor ni kuhakikisha bandari kama za Bagamoyo, Tanga na Mtwara zinatakiwa zikamilike kwa wakati. Na ndio maana haziwezi kukamilika kwa wakati kwa fedha za serikali pekee. Ndio maana wakaanzisha PID, kwa maana Port Infrastructure Development, ambapo hapa kuna fedha ambayo inabidi itoke kwenye mizigo